Maonesho ya Nane Nane kwa mwaka 2026 yanayolenga kutambua soko, kuongeza tija ili kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ifikapo 2050. Na naweza kusema kauli mbiu hii bado inaendelea kuakisi yale yote ambayo yanapatikana katika maonesho haya ya Nane Nane. Wewe kama mkulima ambaye ni wa mazao tofauti, mkulima wa tumbaku, mkulima mazao mengi ambao unatakiwa kuhakikisha kwamba unatumia teknolojia, unatumia mbinu za kisasa kuhakikisha kwamba tija inaongezeka na mazao yako yanakuwa yenye fursa kubwa katika kuongeza nafasi ya mauzo. Sasa nipo bila shaka unaniona kwenye moja ya kifaa ambacho unaweza ukawa unajitafakari hiki ni kifaa gani na kwa nini kipo hapa katika maonesho haya ya Nane Nane. Kinaonekanaje na kinafanya kazi vipi na huwa kinahusika na zao gani? Nikutaarifu tu kwa wewe ambaye unahusika na uzalishaji wa zao la tumbaku, basi ni wakati wako wa kuongeza tija, ni wakati wako wa kutumia mbinu za kisasa, ni wakati wako wa kutumia teknolojia katika kuhakikisha kwamba tunaondokana na zile mbinu za asili za kitamaduni ambazo tumezoea kila siku. Niko na mtaalamu hapa ambaye anahusika na teknolojia hii kubwa ambayo kama ambavyo unaiona hapa. Karibu sana brother. Asante sana. Mimi naitwa Dismas Kimaro, ni mtumishi wa Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela, lakini pia ni mtafiti kwenye maeneo ya nishati safi kwa ajili ya kuleta maendeleo endelevu katika nchi yetu na dunia kwa ujumla. Sahihi sana. Nimefika hapa nimeona moja ya kifaa ambacho kwa namna moja ama nyingine kimenitafakarisha kwa nini kiko hapa na kinahusika na nini. Asante sana. Mbele yako huu ni mtambo wa kukausha mazao ya kilimo. Mtambo huu unakausha mazao ya kilimo kwa kutumia nishati ya jua. Inaweza kukausha mazao mbalimbali, lakini leo mahususi tutaeleza zao la tumbaku. Mtambo huu unafanya kazi katika maeneo mawili. Eneo la kwanza kama unavyoliona hapa, hii ni sehemu ya kuzalisha joto ya moja kwa moja, ambapo wakati jua linawaka, eneo hili linapashwa moto, alafu hewa inaingilia kwenye vile vitundu pale. Ile ya kule mwanzoni unaiona ni chekeche. Hewa inaingia, inapashwa moto, inakuja moja kwa moja mpaka hii sehemu yetu ya kukaushia mazao. Huko ndani ndio unaweka mazao ya kukausha. Lakini wakati huo wakati jua linawaka, tunazo paneli za kuzalisha umeme kutoka kwenye mwanga wa jua. Wakati huo tunazalisha umeme alafu tunauhifadhi kwenye betri. Na hapa hizi betri hapa. Sasa wakati jua halipo, ukaushaji hauwezi kusimama. Shughuli za ukaushaji zinaendelea kama kawaida. Kwa wakati jua halipo, sasa tunaanza kutegemea nishati inayotokea ya umeme ambayo ilizalishwa kutoka kwa mwanga wa jua. Nishati hiyo inaendesha viwasha joto ambavyo viko katika eneo letu ili hapa. Kwa wakati na hewa ikiingia kwenye ile eneo letu pale, ikifika hapa, tunazo sensa ambazo zina sense kwamba jotoridi liko chini. Kwa vile viwasha joto ama vizalisha joto vinazalisha joto letu kwa ajili ya kuipasha na linaingia moja kwa moja. Sasa hewa inaingilia kupitia hii sehemu hapa, inafika ndani. Na kama unavyofahamu, hewa ikishapata moto ina tabia inakimbilia juu. Kwa hiyo humu ndani hewa inaingilia chini. Sasa wakati inataka kukimbia juu, inakutana na yale mazao yako unayokausha. Kwa hiyo inakimbia, inatoka na ule unyevu, inatoka nje. Lakini moja kwa moja mtu anaweza kujiuliza kwa nini tumbaku? Tumbaku kwa nchi yetu imekuwa ni moja ya zao la kimkakati sana. Linaingiza fedha nyingi za kigeni, lakini pia ni moja ya zao ambalo kimazingira limekuwa na athari ya kuchafua mazingira kwa hali ya juu. Kwa sababu takwimu za Wizara ya Kilimo zinatueleza kwamba ukaushaji wa tumbaku kwa sasa unatumia takriban tani milioni 1.5 za kuni kwa mwaka mmoja. Yes. Hiyo ni sawa na hekta 64.2 za misitu zinakatwa kwa mwaka mmoja kwa ajili ya kukausha zao la tumbaku peke yake. Kwa sasa kwa maneno machache nasema mtambo huu una faida si tu kimazingira kwamba tunaokoa ukataji wa miti, lakini tunaokoa muda kwa maana ya kupunguza muda wa kukausha, lakini tunaimarisha ubora wa tumbaku inayokaushwa, hivyo inaongeza kipato kwa mkulima moja kwa moja. Lakini hizo ni faida za moja kwa moja. Faida nyingine kama tunavyofahamu sasa hivi dunia tunaingia kwenye biashara ya hewa ya ukaa. Kwa kuweza kuhifadhi mazingira, sekta ya tumbaku inaweza ikawa ni sehemu mojawapo ya kupata fedha za kigeni kupitia biashara ya hewa ya ukaa. Lakini pia makampuni ya tumbaku kwenye soko la dunia wanatakiwa wawe na vile vyeti vya kuthibitisha kwamba hawachafui mazingira moja kwa moja. Kwa kuweza kutumia teknolojia hii, tunawawezesha sekta ya tumbaku ya nchi hii kuweza kupata hivyo vyeti na hivyo kujiongezea thamani kwenye soko la dunia. Kwa kifupi, mtambo wetu nimeeleza kwa kifupi ni kwamba
una faida za kiuchumi, kimazingira, kijamii, lakini pia na kuimarisha ile sekta ya tumbaku kwa ujumla. Sasa nikushukuru sana mtaalamu, na umezungumza mengi sana, hata kule ambako nilikuwa naelekea kuuliza umezunguka huko na umetuweka sawa kabisa. Kwa kumalizia tu nisikie neno lako kwa taasisi hizi za elimu, lakini pia wadau na hata mashirika, lakini pia na wabunifu nchini ambao kwa namna moja ama nyingine nao ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tunatoka kule ambako tuko na ambao wanaweza kusaidia sekta nzima ya kilimo kuweza kutoka kule kwenye kutegemea mbinu ambazo ni za asili kuja huku kwenye mbinu hizi za kisasa. Asante sana. Mimi wito wangu kwa jamii, wabunifu na wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo, nafikiri muhimu zaidi ni kuongeza mashirikiano. Tushirikiano kati ya wabunifu, shirikiane kati ya wadau ambao tunazungumzia taasisi za kifedha, watunga sera na watu wote, ili kiasi kwamba tuweze kuwa na teknolojia zinazoweza kujibu matatizo yetu moja kwa moja. Kiasi kwamba tukiweza kuwa na mfumo ambao tunashirikiana kwa karibu, moja kwa moja tunaweza kutatua matatizo yetu wenyewe kwa teknolojia zetu za ndani bila kutegemea teknolojia kutoka nchi nyingine. Kabla hatujamaliza, ugumu wa kuandaa kifaa kama hiki kinaonekana kimechukua muda mrefu sana hiki. Kiuhalisia kimechukua muda mrefu, na hasa kama unavyojua teknolojia zinahitaji majaribio hapa na pale. Lakini pia tunashukuru kwa mashirikiano baina ya taasisi za elimu ya juu, sababu sehemu kadhaa tumefanya ndani ya Nelson Mandela, lakini pia tumeshirikiana na wataalamu wengine kutoka Arusha Technical, lakini pia tuna wataalamu wengine nje ya vyuo vikuu. Kwa hiyo wito wangu ni ule tuzidi kuendeleza mashirikiano, ambapo tunapunguza hata muda ambao unaweza kuzalisha teknolojia ndani ya nchi. Nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, ni mtaalamu huyu ambaye amezalisha kifaa hiki. Kama unavyoona tumbaku likiwa limekauka, na kwa mujibu wa maelekezo yake takribani tu masaa 13 tumbaku linaweza likauka, tofauti na zile njia za kizamani sana, njia za kitamaduni za asili zile ambazo takribani siku 7 unasubiri tumbaku ikauke ikiwa juani, au ikauke hata kwa kutumia nishati ya moto, kuni na vitu kama hivyo. Amezungumza mengi, na kadri ambavyo unavyoona hapo masaa 13 tayari tumbaku inakuwa iko tayari. Bila shaka haya ni machache tu kati ya mengi ambayo unaweza ukajionea utakapofika katika maonesho ya 88 kwa mwaka huu 2026 kwa kanda kaskazini ambayo yanafanyika hapa katika viwanja vya Temi Njiro mkoani Arusha. Mimi jina langu ni Hamza Msaji na hii ni IAA TV.